Dr. Sulende, habari za wakati huu? Salama kabisa. Mzima kabisa. Mzima, nashukuru. Na karibu sana kwa kipindi cha Afya Nifu. Nashukuru sana. Zamani tulikuwa hatuna historia ya kusikia watoto wadogo, watoto wachanga wanazaliwa na magonjwa ya moyo, lakini hivi sasa imekuwa ni tofauti sana. Watoto wadogo sana changamoto kazaliwa, lakini tunaambiwa kwamba na magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo kwa watoto yapo vipi? Nianze na hilo la kwamba zamani inawezekana kuna sababu nyingi, lakini inawezekana sababu kubwa ikawa kwamba hatukuwa na uwezo, hatukuwa na vifaa vya kisasa vya kuweza kugundua kwa haraka na magonjwa ya moyo kwa watoto. Kumbuka nyakati tukienda karibu miaka 10 iliyopita, karibu 50% ya wazaliwa walikuwa wanazaliwa kwenye eza majumbani au kwa akina mama wakunga. Sasa hivi 90% karibu zaidi ya 90 ya Tanzania wanazaliwa katika hospitali. Na kisha zaliwa hospitalini, ndani kuna vipimo vya haraka utafanywa hata kuona ni kiasi uzito, upumuaji wako ukoje. Kuna vitu tunaitwa pulse oximeter, tuangalia namna ya oksijeni inavyozunguka mwili. Kwa hiyo inasaidia kwa haraka sana kugundua kama una tatizo la moyo au haraka. Lakini hata hivyo namba imekuwa kubwa sana. Wakati wa uhuru kwa Tanzania walikuwa wafiki milioni 10. Kwa hiyo walikuwa wanazaliwa ni wachache sana. Kwa hiyo namba ilikuwa ni ndogo. Sasa hivi tunaongelea karibu milioni 80 na wanazaliwa karibu watoto milioni 2 kila mwaka. Kwa hiyo ni namba kubwa. Kwa hiyo unapoangalia ile namba inavyoongezeka na namba ya magonjwa ya moyo kwa watoto nayo inaongezeka. Kwa hiyo inawezekana hiyo ikawa na sababu moja wapo kwamba hatukuwa na uwezo wakati huo. Lakini sasa hivi hizi zinaitwa vifaa hizi ultrasound, echo, na wataalamu wenyewe walikuwa wachache zamani. Sasa hivi tumeongezeka, tuko wengi. Karibu hospitali zote za kanda kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya moyo kwa watoto na madaktari mabingwa wa watoto karibu kila mkoa, kila wilaya. Kwa namna hiyo inakuwa ni rahisi sana sasa kuwagundua watoto wenye matatizo ya moyo. Naam, asante. Tunapozungumzia magonjwa ya moyo kwa watoto inamaanisha kitu gani? Magonjwa ya moyo kwa watoto ina maana kwamba kwanza kiumbe kinapoumbwa tumboni, kumbuka inaanza kama seli moja, ile inaongezeka, inajigawa, inakuja tishu, inakuja viungo mbalimbali mpaka anakuja kuwa mwanadamu. Na moyo hauji kama moyo ulikuwa umekamilika, ndio inaanza kama seli. Na sasa katika kutengenezwa moyo kutoka kwenye seli moja kwenda mpaka kiumbe cha kubwa na uwe moyo wake, kuna changamoto nyingi inaweza zikajitokeza. Kwa inawezekana kwa ukawa ule ukuta tu unaozunguka moyo ukawa una hitilafu. Inawezekana zile nyama zinazopampu moyo zikawa zina mapungufu. Inawezekana ile mishipa inayosafirisha damu kutoka mwilini kupeleka kwenye moyo, kutoka kwenye moyo kuweka kwenye mapafu na sehemu zingine zikawa na hitilafu, au ikawa ile mishipa ikahitilafiana vilivyo. Zile kuta zinazotenga chemba zile 4 zikawa kuta hazikukamilika, na zikawa au mwingine anazaliwa unakuta kabisa na ni chemba moja tu baada ya 4, mwingine ni 3, mwingine ile milango tunaita valve haikukamilika au imebana sana au haipo kabisa. Kwa changamoto ziko za aina nyingi, na kila mtoto anakuwa na aina yake ya changamoto alionayo. Kwa yote kuyajumulisha hayo yote, sasa ndio tunasema magonjwa ya moyo kwa watoto. Na moyo huu wenyewe tu kama moyo, makawaida ni moyo na mishipa yake. Tunasema cardiovascular, yani moyo na mishipa yake. Kwa ni mishipa yote inapeleka damu miguuni na wapi nini mpaka kichwani. Kwa hiyo kwa jumla yake ndio tunaita ni magonjwa ya moyo kwa watoto. Na inaanza akiwa mtoto akiwa tumboni, na anapozaliwa mara nyingi najitokeza. Mara nyingi magonjwa mengi ya moyo kwa watoto akiwa tumboni, kwa sababu anayefanya kazi ni mama. Ile placenta na ndio damu inafanyika kule kama mapafu na nini. Mtoto anapata tu virutubisho, maisha yanaenda. Kwa anapozaliwa, anapoanza kujitegemea sasa, aanze kupumua mwenyewe, moyo aanze kufanya kazi tofauti na ulivyokuwa tumboni, ndio hapo dalili na changamoto za magonjwa ya moyo kwa watoto zinajitokeza. Je, kuna visababishi ambavyo vinapelekea mpaka mtoto aweze kuzaliwa na magonjwa haya ya moyo ama na ugonjwa wa moyo ambayo pengine mzazi wake, maana mama yake, au ni ugonjwa wa kurithi? Ni kweli visababishi vipo. Kwa sehemu tafiti zimefanyika sana, na sio kwenye moyo tu, kuanzia kichwa mpaka miguu. Kuna changamoto kwenye ubongo, kuna changamoto kwenye mfumo wa njia ya hewa ya chakula na nini na moyo. Kwa kuna sababu ambazo zilishaainishwa
zinajulikana kwamba mama akiwa na hii 1, 2, 3 kuna uwezekano mkubwa kupata mtoto mwenye changamoto za magonjwa, sio ya moyo, hata na viungo vingine. Kwa mfano, kuna magonjwa ya maambukizi. Tunatoa mfano, mgonjwa unaitwa rubela, ni surua, ni surua aina fulani kama ya surua, inaitwa rubela. Sasa bahati nzuri sasa hivi haipo sana kwa sababu ya chanjo. Chanjo zimebadilisha mambo mengi sana. Kwa mzazi akipata chanjo, then kuna huu ugonjwa huwezi kuona. Kwa mama akipata maambukizo haya na kiwa kiumbo kiko tumboni, hiyo rubela itaingilia mfumo wa ukuaji wa mtoto kwa ujumla. Mtoto atazaliwa kichwa akiongezeki, ubongo utaathirika, hata haoni vizuri. Kwenye moyo sasa kunakuwa na changamoto nyingi. Kuna vitu inaitwa PDA haitafunga, kunakuwa na matobo ambayo kwa sababu kuta zile hatajengwa mpaka mwisho. Kwa anazaliwa na ugonjwa inaitwa rubela syndrome. Kwa mtoto anazaliwa na hitilafu kubwa, kuongezeki, hakuya, anaugua mara kwa mara. Kwa hiyo kuna maambukizi yako ya aina nyingi, lakini hasa magonjwa yanaitwa virusi. Virusi ziko za aina nyingi sana. Ndio maana inakuja lile somo kwamba kabla wazazi au mzazi au mtu yeyote hajaamua kuingia kupata mtoto au kuingia kwenye ndoa, kwa maana ndoa yote maana yake kupata mtoto, hakikisha afya yake iko vyema. Tusubiri mtoto ameshaumbwa tumboni ndio unatafuta daktari bingwa wa akina mama, tutakuwa tumechelewa sana. Kwa kwenye magonjwa haya, kwa maana kwamba nini kinafanyika, kuna mambo mengi sana hapa ya kufanya kwamba afya yako inakuwa kamili. Kuna magonjwa ya maambukizi, kuna magonjwa ya presha, kuna magonjwa ya kisukari, kuna magonjwa ya damu, kuna magonjwa ambayo yanaweza kusababishwa na uvutaji wa sigara, ulevi, mambo mengi yanayozunguka na haya. Sasa kwa huyu mzazi akiingia kwenye akapata ujauzito, akapata mtoto tumboni akiwa hana maambukizi, ambayo nimesema tena yako aina nyingi sana, virusi viko vya aina nyingi sana. Kwa mama yote mjamzito anashauriwa sana kuepuka maambukizi ya aina yote. Hata kama ni mafua tunaona wewe ni mafua ya kawaida, tunashauri sana. Katika mafua yanaweza ukapata kwa ni mafua ya kawaida yakaenda kwenye mfumo, si ni mafua yanaenda tumboni, mafua yabaki tu kwenye kama ni puani tu, tunasema ni systemic, yanaenda kwenye mifumo ya nyama, yanaenda kwenye mifumo ya njia ya hewa, yanaenda mpaka kwa mtoto. Kiumbe kumbuka kinatengenezwa bado. Kwa ikitokea ile virus wakaingilia kule, then wataharibu mfumo wa moyo wa mtoto kabla hajazaliwa. Mama akiingia kwenye ujauzito akiwa na utapiamlo, ana vitamini hazitoshi. Kumbuka moyo tunasema mitaani, nasema mwili haujengi kwa matofali. Na ni lishe bora, na iwe lishe kamili bora, nasema balance diet. Kwa mama mjamzito anayepata ujauzito huku mwenyewe hana lishe kamili, hana vitamins fulani hazimtoshi, zile zisababisha mambo mengi mapungufu mpaka hata kwenye moyo. Mama ambaye ana kisukari, kwa maana kiumbe kinaumbwa katika mazingira ya sukari, mtoto atazaliwa ameathirika sana. Mama ambaye ana presha na anatumia dawa za presha, hizi dawa nyingi kwa namna moja au nyingine zina madhara ambayo faida yake ni kubwa kwa mama, kwamba presha iwe nzuri, lakini inaweza kumwachia madhara makubwa mtoto ambaye yuko tumboni. Mama ambaye anatumia madawa ya kulevya, nimetoa tu mfano wa sigara, inaharibu mfumo wa njia ya hewa, inaharibu mishipa, inaingilia kote, kwa kutana naye akazaliwa ameathirika sana. Mama anayetumia madawa ya kulevya, mama ambaye ana upungufu wa damu, ana anemia, mama ambaye ana katika mazingira yake ya kazi, yeye anakofanyia kazi kule kuna mionzi, na tulea tu kwa mfano, au anafanya kazi kwenye kiwanda ambacho kinazalisha chemicals ambazo zikimpata mama zitaingilia mfumo. Kwa hiyo utaona ni mambo mengi rukuki. Kwa hiyo mama akishajua kwamba mimi nataka kuwa mjamzito, kuna kazi fulani ambayo ni hatarishi, unaweza ukasema niache. Kwa nini atusubiri uje upate maternity leave ya miezi 3 wakati una kiumbo kilichoathirika? Ni vizuri ukapata leave kabla hujapata mtoto, upate kiumbe ambacho kiko safi. Kwa maana rahisi kwamba unapotaka kupanda iwe maharage, mbegu zozote utachagua mbegu zilizo safi, ziende kwenye udongo safi, ili utatoa mazao safi. Kwa kifupi, mtangazaji, ni kwamba mambo ni mengi, lakini kuna vitu vilishagundulika kabisa kwamba mama mjamzito akiingia katika ujauzito, kiumbe kikakulia katika mazingira haya, ni kama unapanda harage katika udongo ambao tayari una chemicals mbaya,
mahali ambapo kuna wadudu, mahali ambapo kuna minyoo tayari, mahali ambapo maji hayapo ya kutosha, lile harage litatoka aidha halitaota, litatoka na shida. Na ndivyo hivyo hata kwa wanadamu. Kwa mtoto akizaliwa katika mazingira ya tumboni anaweza akapata maathiriko makubwa sana. Tumemwangalia wakati yuko tumboni, sasa amezaliwa tu yuko na afya njema, lakini katika makuzi yake inapelekea huyu mtoto kupata magonjwa ya moyo. Zamani, napenda kutumia zamani kwa sababu tulikuwa hatuna historia kusikia vitu kama hivi. Japokuwa umetueleza kwamba kwa sasa kwa namna ambavyo teknolojia ilivyokuwa imekuwa imeleta utofauti mkubwa sana, lakini ukiuliza kipindi cha nyuma kwamba mtoto mdogo anaweza kupata magonjwa ya moyo, inakuwa ni hali sana. Mtu ana nini, ana pressure natumia vipi, unajua uko vipi. Kwa magonjwa ya moyo yalikuwa yanawapata watu walikuwa wamekwenda umri. Kwa mtoto wadogo wanapataje? Asante sana mtangazaji. Kuna kitu hapa kingine ni kwamba huko nyuma tunayotumia zamani, kwamba huko nyuma, kumbuka ukienda ukiuliza hata baba zetu, babu zetu, watakwambia mama wewe ni mtoto wangapi? Wengine atakwambia ni mtoto wa 5, walio hai ni mmoja au wawili. Kwa kulikuwa kuna kupoteza sana, lakini tulikuwa tujui sababu ni kwa nini wale watoto hata kwambia tu alitoka akashindwa kulia, walifanya siku 2 3, alikuwa anacheza anashindwa kutembea vizuri, na tulikuwa na tabia ya kusema si riziki. Hatufanya hata uchunguzi nini kilichosababisha mtoto, hata kitu vya kawaida tu kufanya msiba au nini kwa watoto wachanga, unajua si riziki batu inaenda. Kwa kulikuwa na hivyo vitu kwamba mnazaliwa 10, walio hai ni 5. Sasa hivi ni tofauti, watu tunaenda kliniki, vinafanyika vipimo, mtoto akizaliwa ndio sasa unagundua kumbe huyu ana tatizo la moyo na nini. Kwa kuna hicho na kwa teknolojia iliyo kwenda mbali, hata simu zetu na mambo mengi sasa hivi, ukiingia tu hapo unaweza ukasoma 1 2 3 mtoto yuko hivi unapata. Kwa hiyo ndio nafikiri ule uelewa na sayansi, teknolojia imetuwezesha mambo ambayo tulidhani ni maajabu, haiwezekani, labda tukaweka kwenye kundi kwamba huu ni uchawi. Sio uchawi tena, sayansi imetufunulia sasa, unaweza kujitambua kwamba kwa sababu ya 1 2 3. Sasa mtoto amezaliwa na afya njema, lakini baada siku kadhaa yanamkuta maradhi haya, husababishwa na hiyo. Nilisema mtoto akiwa tumboni, mara nyingi dalili zile huwa zionekani, kwa sababu mtoto akiwa tumboni hapumui, anayepumua na kila kitu ni mama. Sasa mtoto akishazaliwa kwa mara ya kwanza ndio anajitegemea sasa, ndio analia, anapumua na nini. Sasa hapo kukiwa na changamoto ya mapafu au moyo, ndio zinaanza kuonekana. Sasa kuna magonjwa ya moyo kwa watoto ambayo inaweza kuwa zile dalili zinaweza zisionekane kabisa kwa mwanzo, kwa sababu inaweza kuwa ni kitu kidogo sana, ni mshipa tu ambao ni mdogo unavujisha damu, lakini mtoto ataonekana yuko vizuri, na kwa sababu hajaanza kutembea, kukimbia na nini, hutaziona. Kwa kuna mwingine akizaliwa tu mara moja, wakiachana na mama, dalili zinatokea pale pale. Kwa mfano kwa mtoto ambaye mishipa ile imepishana, wa kulia ukaenda kushoto kulia, kukawa na labda na chemba moja tu ya moyo. Kwa akizaliwa tu utaona kulia kwake itakuwa ni shida, kupumua kwake itakuwa shida, atabadilika, atakuwa eza udhurungi au bluu. Sasa kila mtu ataona mtoto jamani ameshindwa kupumua, amekoa bluu, ndio mtakimbizana, mwekeni oksijeni na nini, jamani tumite daktari wa magonjwa ya moyo kwa watoto, atafanya vipimo vyao, mtagundulika. Huyu angekuwa kijijini usingempata.